kisasi hakitoisha, nitalipiza. Sikuwatenda kwa ubaya, wameniumiza, nitalipiza. Usiogope. Najua matatizo yote unayopitia. Ila ninachokusiacha hicho unachokifanya. Najua unapambana na watu wenye nguvu zidi yako. Ninachokusii, acha kabisa. Ni bora ufunike kombe mwanadamu apite. Wewe vipi? Yaani kwa nini niache yani? Siwezi kuacha. Yaani hawa watu mimi siwezi kuwaacha. Sasa sikia. Kwanza wewe ni nani? Na umefikaje hapa? Najua mitihani ambayo unapitia kwa sasa baada ya kifo cha mama yako. Nifuate mimi na uniamini mimi. Nitakusaidia kwa vingi. Karibu mdogo wangu. Asante kaka. Karibu sana. Hapa ndo nipo sasa hivi. Jisikie uko nyumbani. Uko nyumbani wakati nyumbani umepakimbia. Hivi kaka, najua mimi ni mmoja wa ndoto mbaya sana. Sasa mdogo wangu, kuota ndoto mbaya si ni kitu cha kawaida tu. Ni kitu cha kawaida, hata hujajua nimeota nini. Nimeota mimi na wewe tumekufa. Alafu unasema sio mbaya. Unafurahia kufa eh? Umekimbilia huku mimi nife peke yangu. Mimi sitaondoka hapa. Ubaki leo, kesho, hata milele na mimi nitakuwepo hapa, hapa sitoenda sehemu. Bwana mimi nilikuwa nimebakiza kidogo tu. Yaani mimi nimebakiza kidogo tu nikamilishe kila kitu. Yaani kilichobaki ni ukabidhiwa pembe tu. Baada ya hapo nitakuwa nimejikamilisha kwa kila kitu. Yaani nitakuwa na uwezo wa kupambana na nguvu yoyote ile. Mimi kule sirudi. Labda tuondoke wote. Bila hivyo tunabaki hapa hapa wote na mimi nakaa hapa hapa siendi. Tatizo lako mdogo wangu, wewe haujawahi kuniamini mimi hata siku moja. Hebu jaribu kuwa na imani na mimi basi. Hapo itabidi sasa, ila usiwe na wasiwasi. Ngoja mheshimiwa aje, tutajua tutafanyaje, sawa? Mimi changu ndio mheshimiwa wewe kaka wewe. Hata mimi naliogopa sijui liko wapi. Huyo sio mchawi. Huyo ni mtu anayesaidia watu. Anasaidia watu wapi? Mnaniacha mimi nataka kufa, mnasaidia mimi nimekimbilia huko, nataka kula ugali mimi na wewe. Mheshimiwa. Unaenda wapi? Tatizo lako sasa wewe ndio. Hebu tuachane na hayo kwa sababu yote na yote huwezi kuelewa. Shika hili pembe.
na kukabidhi hili pembe. Litakuwa ni msaada kwako. Chochote utakacholiambia litakutendea. Sawa. Lakini sasa ukifanya tofauti na matakwa ya hili pembe litakuzuru. Sawa, nimekuelewa. Tunaweza tukaondoka. Bwana Dula, by the way, nimekuja kwa jambo moja tu. Nadhani unajua fika kwamba mdogo wako nampenda kiasi gani. Lakini sasa yeye ndio kwanza hataki hata kunisikia. Unaona? Na wakati huo mimi nishamwambia kila kitu. Mimi nipo tayari kumuoa. Na nilikuwa nimepangilia tayari nilete posa kwa ajili ya mdogo wako. Mimi nataka nimuoe mdogo wako. Unajua nini rafiki yangu? Wewe ni rafiki yangu sana. Sawa? Hiyo nafahamu. Wewe ni rafiki yangu sana, tena ni kama ndugu yangu. Sasa ndugu yangu, labda nikwambie kitu kimoja. Sasa unawezaje kuandaa barua ya posta wakati mdogo wangu akupenda? Dula, kwanza nadhani nafikiri unakumbuka kabisa kwamba na unajua fika kwamba wewe ni rafiki yangu. Tena rafiki yangu wa muda tu. Hapa isitoshe, swala kuhusu kumpenda mdogo wako unalijua Dula. Mimi mdogo wako nampenda eti. Niko tayari kufanya chochote kwa ajili ya mdogo wako Dula. Hivyo rafiki yangu, nikuulize swali. Hivi wewe unaliona tanuru la moto kabisa hapo linawaka afu mtu anakuambia hili jambo utaingia? Nisikize nikwambie kitu kimoja ambacho ukielewe. Unajua yule mdogo wangu inaweza kuwa labda akawa anakupenda. Sawa? Ila kulingana mazingira ambayo unayaishi au mazingira ambayo unayafanya ndio maana anakuruka. Unajua kwa sababu gani? Mdogo wangu yuko mbali na wao. Yaani mdogo wangu yani kwanza akisikia muuni, yani ni vitu vitu tofauti kama maji sijui na nini. Mdogo wangu muuni, muuni ampendi sana. Ndio maana kasemaje, wenda labda ungekuwa sio muuni, angekuwa ni fungu lako. Mbona mimi nimemshauri sana? Nimemshauri mno. Ndugu yangu. Na wewe tena. Mimi sitaki kuingia mawazo ya mdogo wangu. Yaani kama akakupenda, kama hajakupenda, mimi simo kabisa. Labda basi nikuambie kitu kimoja, sawa? Ningekusupport. Ila kwa hili siwezi kukusupport. Ila tu nakupa mkazo au msisitizo. Siwezi nikaruhusu mdogo wangu kumuoe. Kwa sababu hakupendi. Wewe ni rafiki yangu. Ila na mimi nasimamia kama kaka na naangalia familia. Aolewe. Naenda nyumbani. Hitimisho limekuja ni kwamba mdogo wangu hakupendi. Na mimi kama kakake siwezi nikaruhusu mdogo wangu akaolewe sehemu ambapo hapendi. Ile haitakuwa ni ndoa bali itakuwa ni ndoa. Wewe. Kwa maana hapo naona nikataa. Nisikize vizuri bana. Wanawake ni wengi hapa. Basi fresh basi. Lakini hivi unanishinda nini? Na mimi nikiamua la kwangu lazima nitimie. Tutaona. Siwezi kukubali. Lazima nimuoe. Dula amezingua fresh. Lakini lazima tu ataki astaki Dula hata kama angekwaje. Lazima nimuoe. Magogo, hisia zangu za mapenzi umeziteka. Naomba uwe mpenzi wangu. Ninakupenda niwe wako wewe. Lakini mimi nilikuja huko kwa ajili ya shida nyingine. Ina maana mimi nitarudi Kigoma. Kama ni Kigoma, nipo tayari kuondoka na wewe. Halafu kitu kingine, mimi sina nauli ya kulipia. Kuhusu nauli, mbona kitu kidogo kwangu? Wala usijali. Kikubwa unipatie jibu. Sawa. Jewende meye. Ndo nini? Nasema hivi, mimi nimekubali. Mimi tunda wako wewe, nitafuni uwezavyo wewe. Ninakupenda niwe wako wewe, asante uwezavyo wewe.
Ina maana shoga yangu, akili yote umekaa hapo na mwaza Magogo sio? Yaani shoga yangu, najikuta sielewi. Yaani hapa nilipo namuwaza Magogo. Ndio nawaza hayo? Ndio. Saidia basi kuchota maji. Usiwaze. Mgeni wa kijiji, mgeni. Mdogo, mwacha alale. Unajua kabisa toka kutafuta ndugu yake amechoka, amelala hapo. Sasa unataka kumfanya nini? Mwacha alale bana, amechoka. Deus, mimi naomba nikuulize tu kaswali kamoja. Hivi kwa mfano, umekuwa mkubwa sasa, si ndio? Na haujasoma shule. Katika utafutaji wako, labda imetokea umeenda India. Hivi kama haujui Kiingereza kweli, utaweza kukaa India? Hapana, siwezi kukaa. Sasa ndivyo ilivyo, na ndio maana hapa mimi nawahimiza mwende shule. Kwanza mimi nimefurahi mlivyokubali kwanza kuvaa nguo za nini? Nguo za shule. Sawa? Kwa sababu gani? Elimu ndio msingi wenu. Narudi kwako sasa. Kwa mfano umekuwa mdada, halafu sasa si haujasoma. Labda umebahatika umepata labda kazi hata kwenye supermarket. Kule mjini kuna ma supermarket, si ndio? Sasa baada ya kupata supermarket tunauza mule, akaja mteja mzungu. Anaongea Kiingereza. Sawa? Utaweza kumhudumia? Sio rahisi. Sasa unajua sio kwamba kwa sababu mtu fulani amesoma hajapata kazi, si ndio? Iwe sababu ya wewe kwenda shule. Kwa sababu licha ya hivyo pia kila mtu ana bahati yake. Wewe unaweza ukasoma leo, si ndio? Ukasoma ukabukua vitabu vyako, wewe ukawa na elimu. Mambo yako yakaenda vizuri na ukapata kazi. Kwa hiyo usivunjike moyo kwa wale ambao hawajapata nini kazi. Sawa? Ina maana na wao wana bahati yao watapata kazi. Mimi naombeni mwende shule. Asante kwa ushauri wako Magogo. Ingawa leo ni siku ya michezo. Yaani hata kama ni siku ya michezo, nyie nendeni. Sawa? Haya. Mama, sisi tunaenda shule. Haya wanangu, nendeni mkasome. Haya. Haya. Magogo. Naam. Tunashukuru sana kwa msaada wako. Wala mbona ni kitu cha kawaida tu hicho. Sawa, wewe unaweza ukaona ni kitu cha kawaida, lakini kwetu sisi kilikuwa ni kizito. Maana kama kuchapa tumeshachapa sana wanafunzi. Lakini imeshindikana. Hadi ikafika mahali nikaamua kuacha. Unaona.
Yaani unajua dada yangu, kulingana na msaada ambao mmenipatia. Mimi hicho kitu kikaa kinaniuma. Kwa nini watoto hawasomi? Kwa sasa mimi nafikiri mtakuwa mmefurahi. Sisi tunashukuru sana. Kwa hiyo kumbe ndo kule tulohongwa, kilichokutoa Kigoma ni kuja kuipa huku. Yaani basi tu sawa tu, ulitoka Kigoma kuja kutafuta maisha, kumbe kuja kuipa. Magugu, kukutafuta kote huku umejificha huku tu. Afu kwa nini unalia? Wewe Magugu, mbona unalia? Yaani mimi nimekumbuka nyumbani kwetu Kigoma. Jamani, ndio kukumbuka kwa Kigoma kulia. Sawa, na unadeka kweli. Magugu, mimi najua ni kwa sababu bado hujapata ndugu yako. Vumilia tu, ndugu yako utampata, wala si kwa muda mrefu. Si ushampata ndugu yako, utarudi nyumbani kwenu Kigoma. Sawa. Acha kulieti. Zaidi tu kumtafuta utampata hivi. Twende safari. Magugu tanyeta tangulie. Siwezi nikawaambia kilichotokea kuhusu huyo ndugu yangu. Ina maana kama akijua namulilia yeye. Hiki kisasi hakitoisha, nitalipiza. Sikuwatenda mimi kwa ubaya, wameniumiza, nitalipiza. Mwanangu po. Mwanangu nimekuita hapa mwanangu, mimi sijielewi. Shida nini mshikaji wangu?
Mwanangu nahisi kama namkosi vile yani. Unamkumbuka shemeji yako? Shemeji yangu yupi? Kile kidemu kifupi kile mwanangu ambacho kilikuwa kinakuja hapa geto mara kwa mara. Sawa Mwanangu yule demu mwanangu, kuna mshamba fulani ameingia hapa mtaani mwanangu. Ni mgeni kabisa yani. Alafu shemeji yako ndo ametokea kumuelewa yani mwanangu. Mimi nikaona ni uboya mwanangu. Sawa. Nikaanza nikamdaka yule demu mwanangu. Nikamleta nikamweka geto. Sasa nimeweka ndichi mwanangu. Sawa. Yaani mwanangu amelia kishenzi. Sawa? Ikafika wakati mwanangu paka kazima. Cha maajabu sasa. Mwanangu leo siku ya ngapi? Leo siku ya pili mwanangu. Yaani demu amki. Yaani toka alivyozima mwanangu hajazinduka hata mara moja. Na maana maanisha demu uponee geto mpaka mdau. Po, ninavyokuambia demu yuko ndichi. Na unamaanisha amelia mpaka kazimia? Wasikia dingiko hivi saa. Msala huo mwanangu. Nuks. Sasa sikilizeni kupangilia misondo mshikaji wangu ipo hivi saa. Isha kuwa ni madakesi. Unajua nini cha kufanya? Maana tayari kama demo ameshazima, afu na hapa kitao kishaelewa nini? Si unaelewa jao mshikaji wangu. Kwa hiyo inakuwa ni uongo. Mimi nilikuwa na wazo, wewe ni mshikaji wangu ambaye ni wa karibu sana. Mimi company ambayo utakupatia huyo demo, tusikilizie napofika night. Tumchomoe mwanangu tukamtelekeza mshikaji wangu. Sikia mwanangu tuzinguane. Mwanangu unafahamu kufika kabisa mwanangu yule demo mwanangu mimi namuelewa kishenzi. Yaani mwanangu yule ndo mama mtu. Alafu unaanza kuleta habari za kwenda kumdapa. Mwanangu hivi nakuja akili. Wanaelewa lakini sasa tayari kashazima itakuwaje? Ana tayari kashazimia geto muni wangu. Basi fresh mwanangu. Mwanangu hii imeisha hiyo mshikaji wangu. Hii imeisha. Au unasemaje? Fresh. Nakubali. Tumalize show mwanangu. Nakubali familia. Imeisha hiyo mwanangu. Lakini fanye jitahidi mwanangu asijue mtu yeyote. Hamna noma. Mgeni wa kijiji mgeni wa kijiji Asante. Habari. Hapa nasikia hapa natosha. Sawa. Dada, mwambie kaka arudishe mdogo wangu. Mwambie kaka arudishe mdogo wangu. Kaka yangu mimi na mdogo wako. Yaani unamaanisha kampeleka wapi? Ukishamwambia yeye mwenyewe atafahamu. Kilichoko mwambie arudishe mdogo wangu. La sivyo najua upande wangu wa pili. Lakini kuna mchanganya dada yangu sijaelewa bado. Na kweli lazima likuchanganye. Maana wewe alikuhusu, ndio muhusu ni kaka. Mdogo wangu, taarifa zako zimenishtua kidogo. Vipi, kuna tatizo? Ni yale mazingara au ni watoto kulia usiku? Sio kwamba kulia watoto usiku, bali shida iliyokuwa ni kubwa zaidi. Familia ambayo imefanya mabaya kwenye familia yetu. Kuna huyo dada alikuja hapa. Anadai kwa umrudishe mdogo wake. Hapo sasa dawa imeanza kwa hiyo. Lakini mbona bado? Kuhusu hilo mdogo wangu, wala hata usijali. Hilo mimi nitalienda. Sawa mdogo wangu? Mimi kakaangu. Nazidi kunishangaza kwa sababu mama ndio kwenye vita kali sana kakaangu. Alafu mimi naogopa pia. Mdogo wangu, ondoa shaka juu yangu. Kwa sababu mimi hakuna baya lolote litakalonikuta. Sawa mdogo wangu? Wewe kuwa na amani kabisa.
Kaka, mimi amani siwezi kuwepo nayo mpaka pale ambapo nitasikia uko sawa wewe na unaachana nayo mambo ya ajabu ajabu yanafanya hapa nyumbani mimi nisiwe na amani. Mdogo wangu, ondoa shaka, kila kitu kitakuwa sawa. Sawa mdogo wangu? Ondoa shaka tu. Sio shikaji. Yaani kuna muda wewe nasikia furaha. Na gani? Nazungumzia Vero. Vero kafanyaje? Hivi haki Mungu nampenda. Ya, mwanangu. Mwanangu naongelea Vero yule mjua mimi. Mwanangu Vero yule aliyeoza mwanangu. Mwanangu tumeenda kupoteza mwanangu. Ule tu ni unene mwanangu, yule anatumia dawa yule. Babu umepotea. Yaani hapo umeteleza. Mwanangu tunampoteza huyu. Huyu tunampoteza. Alafu pia niwaambie washikaji. Yuko jambo ndio mimi sielewi sana. Mariam bwana. Yaani amefariki. Oa, wewe. Umesema nani? Mariam. Alafu jue Mariam mwanangu mimi namuelewaga kishenzi mwanangu, unajua afu unaniambia Mariam amefariki. Oa, mwanangu tena. Acha msiara. Ndio bwana kumwambia si mambo ya kufariki ya jamani wake ni kitu kibaya sana. Ndio unabisha. Hapo pia tena na Amina amepotea. Ampoteaje? Yaani ampoteaje labda mnielezee. Maana sielewi. Oneni mwanangu, sikilizeni. Mimi ninavyozani chanzo cha haya yote ni huyu mgeni aliyekuja kwenye hichi kijiji chetu. Wewe ndio muongea point sasa. Hapo nimeanza kukupata. Eti. Hivi mwanangu yani. Alafu mwanangu sikilizeni. Hivi ni hata amfikiri alivyokuja tu huyu mgeni huyu. Wameanza kupotea watu. Alafu tena kingine, kwa nini wapotee wa kike? Alafu sisi wavulana atupotei kwa nini? Ni amfikiri. Mimi unajua hicho kijiji chimia simaza kukishinda. Ndio mzungumzio mgeni anayejiita jina wanamuita Magogo. Nani? Magogwa. Sawa. Huyo mnasemea Magogwa huyo. Kuna kipindi fulani nilipata muda sijali nikuta maskani kwetu. Sawa bwana sema hivyo. Alisema bana anamtafuta ndugu yake. Anaitwa Ndogole Ruhungwa. Kitu kama hicho nakumbuka. Akaniambia kwamba anamtafuta. Anavyohisi tangu hiyo kijana ameingia kwenye kijiji ndio mwanzo matatizo yameanza. Sijajua shida ni nini. Lakini jamani, unavyosema kwamba yeye ndio chanzo cha matatizo ni wapi gani? Leo mzoko unaongea kitu kwamba yeye ndio amekifanya kumbe sio yeye. Mwanangu unamuelewa au? Blazo umeanza. Wenda huyu anafahamu. Mwanangu kama ni hizi vitu tutaweza tutuambie tu maskani wetu. Sister, mambo vipi? Poa vipi? Niko poa. Unajua mimi na shida bwana. Shida gani? Mdogo wangu hayupo nyumbani. Leo ni siku ya 3 haonekani. Na ndio maana niona hapa nimetokea kule chini kumuulizia kwa marafiki zake. Lakini kila anayemuulizia anasema hajamuona. Kila anayemuulizia anasema hajamuona. Kwa hiyo nimeona ni bora na wewe nimekutana na wewe nikuulize, je, labda kuna sema umemuona labda? Wala hata sijamuona.
Baby. Sawa. Karibu tu. Asante. Baby. Fresh na kwaje? Kama kaa. Kama kaa. Naomba nenda. Hivyo ndo. Vipi ndugu yangu? Mbona lala muda kama huu? Kwa nahisi kichwa kinanigonga, afu kizingatia kule juu na penyewe mambo yamekata. Hivyo ikawa tu nisikilizie geto. Hivi karibu. Asante sana, shakaribia. Mimi bana kuna kitu kinanisumbua sana. Nimekaa nyumbani pale. Kuna mambo fulani yananichanganya. Yaani ni kuhusiana na mdogo wako. Mdogo wako? Mdogo wako kafanyaje? Bana mdogo wangu bana. Hii ni siku ya 3 kama ya 3 haonekani nyumbani. Sasa nikasema mimi kama kaka mkubwa. Kwa nini akakaa tu mdogo wangu simuone? Nimeulizia kule kwa marafiki zake wote, unasema hajamuona. Nikasema labda wenda kwa sababu pia naona unampenda mdogo wangu. Nikasema nije moja kwa moja nikuulizie. Labda wenda anaweza kuwa naye. Wenda labda kuna sehemu kamuona. Bwana Dula. Naam. Kifupi ni kwamba mdogo wako hapa hayupo. Na ukizingatia mara ya mwisho wewe mwenyewe tulikuwa na wewe hapa. Na ukadai kwamba huwezi kuruhusu mdogo wako akaolewa na mimi. Kwanza muhuni, ni mtu ambaye sijielewi. So nashangaa unakuja hapa tena kuanza kuniulizia habari za mdogo wako. Sonjo. Yaani nimekuja hapa si kwa ubaya. Yaani nimekuja kuulizia kwa sababu mdogo wangu ni sana mdogo wako wewe. Tukiachana mambo asije ushemeji na nini, yule ni sana mdogo wako wewe. Kwa hiyo mimi nimekuja tu kuulizia, sio kwa ubaya wala kwa nini. Labda wewe ndio umemuona sehemu yoyote ile kwa sababu siwezi nikakaa kwa amani mdogo wangu simuone nyumbani. Mdogo wako hapa hayupo. Halafu kitu kingine unafahamu fika kwamba toka amekuja yule kijana mgeni hapa kijijini, mdogo wako amekuwa mbali na mimi. Sasa sielewi. Yaani anyway tuachane na hayo. Hapa mdogo wako hayupo. Ni hivyo tu. Basi sawa. Mimi ngoja niende kumwangalia na kumuulizia kwa marafiki zake. Okay. Karibu. Haina noma ndugu yangu. Basi fresh. Lakini mbona macho yake yanaonyesha zaidi kwamba kuna kitu anakifahamu ila ananificha.